Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa ambazo tunazo kutoka kwenye maeneo mbalimbali ambayo vita vinaendelea kushika kasi ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamefanikiwa kuzima mashambulizi 16 ya Ukraine yaliyolenga kufungua vikosi vya Ukraine vilivyozingirwa kwenye mkoa wa Kharkov na katika Jamhuri ya Watu Donetsk siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vikosi vya jeshi la Urusi pia vilishambulia miundombinu ya nishati na usafiri inayounga mkono jeshi la Ukraine pamoja na maeneo ya kuhifadhi na kurusha ndege zisizo na rubani za masafa marefu katika saa 24 zilizopita, taarifa hiyo ilisema. Maeneo hayo ni Kupiansk, kuna eneo la Krasnoyarsk, eneo la Dimitrov pamoja na mkoa wa Kharkov. Vile kwenye uwanja wa kivita, huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi imesema kwamba maandalizi ya magharibi ya hujuma katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia yanaonyesha hali ya wasiwasi miongoni mwa adui ambao inaonekana wako tayari kulipa gharama kubwa ili kudumisha hali ilivyo sasa, kulingana na Alexander Kofman, mwenyekiti wa chama cha wananchi cha DPR, ambaye alikuwa akizungumza kuhusu uwezekano wa shambulio la kigaidi huko Zaporizhzhia. Hii inaonyesha hofu kubwa ndani ya safu za adui. Wako tayari kubeba gharama kubwa, sio tu kwa ushindi bali hata kuhifadhi hali iliyopo, Kofman alielezea. Pia alikumbuka kwamba uharibifu wa bwawa la Kherson ambalo lilivuruga usambazaji wa maji kwa eneo lote ulikuwa uchochezi uliopangwa na Ukraine. Kofman alisisitiza kwamba adui mara nyingi hutumia uchochezi, mbinu ambayo imekuwa ya kawaida kwa Ulaya wakati wa migogoro. Katika mgogoro wetu hatupaswi kusahau matukio kama MH17, mauaji ya Bucha na mengineyo. Hizi ni njia zinazojulikana za vita kwao, alihitimisha. Vikosi vya Urusi vimeharibu majengo ya kiwanda cha kulisha mifugo na kukomboa majengo mengine 7 huku vikiwa na majengo chini ya 50 yaliyosalia kusafisha sehemu ya mashariki ya mji. Kamanda wa kikundi cha mashambulizi cha kikosi cha 1486 Lovets anasema. Vile kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Ukraine vimejaribu bila mafanikio kuvunja ulinzi wa Urusi karibu na makazi yaliyokombolewa ya Peschanoe katika mkoa wa Kharkov katika siku iliyopita. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema katika siku iliyopita wanamgambo wa Ukraine walifanya majaribio kadhaa yasiyofanikiwa kuvunja ulinzi wetu karibu na makazi ya Peschanoe katika mkoa wa Kharkov. Vikundi vyao vidogo vinavyoweza kuendeshwa vikisaidiwa na vitendo vya mizinga na ndege zisizo na rubani vilishambulia nafasi za Urusi kaskazini mashariki mwa Kurilovka na kusini mwa Peschanoe. Mashambulizi yote yalizuiliwa na adui alishindwa kuvunja mstari wa ulinzi. Vilevile magharibi kama mnyama aliye na pembe inafikiria kufanya hujuma kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia kutokana na kuanguka kwa mstari wa mbele kwenye eneo maalum la operation za kijeshi na mafanikio ya jeshi la Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko pia anasema. Taarifa hii nilikujuza kwa kina kwenye video ile ambayo ilipita. Wacha msingi na cha muhimu, endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uendelee kupata taarifa hizi kwa kina zaidi. Majaribio ya jeshi la Ukraine kuzima grid ya nishati kwenye maeneo ya mpakani ya mkoa wa Kursk hayafanyi kazi licha juhudi kubwa za adui. Mtaalamu wa kijeshi Oleg Ivanov anasema wao jeshi la Ukraine wamegundua kuwa hawawezi kuharibu miundombinu ya nishati katika wilaya za mpakani za mkoa wa Kursk. Mtaalamu huyo alisema, akiongeza kuwa katika siku za hivi karibuni Ukraine imekuwa ikilenga miundombinu ya nishati kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Kulingana na Ivanov, vikosi vya Ukraine vinajaribu kukata maeneo ya mpakani ya mkoa wa Kursk, lakini hawajafanikiwa kuzima kabisa vituo vya nishati vya mtu binafsi kwa muda tu. Ni muhimu kutambua kazi ya wafanyakazi wa nishati na mamlaka ya utawala. Gavana Alexander Hitchestein aliripoti kwamba uwezo mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyumba za kuchemshia maji zinazohamishika utatumika ikiwa ni lazima, Ivanov aliongeza. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile mfungo wa vita wa Ukraine amefichua kwamba maafisa wakuu wa Kiev waliwaamuru wanajeshi kuwapiga risasi raia ikiwa wangejaribu kuwakaribia wanajeshi katika eneo la Krasnoyarsk la mstari wa mapigano. Katika video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, Dmitry Nevmaivak alisema kwamba hali katika uwanja wa vita ni kwamba wanajeshi wa Ukraine hawawezi kusonga bila kulengwa haraka. 60% ya wanajeshi huuawa na kufika katika nafasi hizo ni ngumu sana. Kulingana naye, viongozi wa kijeshi waliwakataza wanajeshi wa Ukraine kuwasiliana na raia. Tuliwaambiwa tusiwaruhusu karibu nasi na kufikia tu ya kuwaua kila wanapokaribia,
askari wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine alisimulia. Vilevile ulinzi wa Ukraine huko Uspenovka katika mkoa wa Zaporizhzhia karibu na Gulipol umeporomoka, afisa wa usalama wa Urusi anasema. Video zilizopatikana zilionyesha jinsi wapiganaji kutoka kikosi cha 218 cha walinzi wa kikosi cha 127 cha jeshi la 5 la Battle Group Mashariki walivyosonga mbele kwa siri kubwa hadi mto Yanchur kabla ya kuvuka. Baadaye walipitia Uspenovka wakiwa wamefunikwa na ndege zisizo na rubani wakielekea viungani mwao kusini magharibi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile wanajeshi wa kikosi cha 110 cha jeshi la Ukraine wanarudi kwa wingi kutoka kijiji cha Uspenovka katika mkoa wa Zaporizhzhia chini ya shinikizo. Lakini pia mamlaka ya Ukraine hawajali kuhusu uharibifu wanaosababisha kwa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia au maeneo yanayozunguka, kwa sababu wanaona mustakabali wao nje ya Ukraine. Kamishna wa haki za binadamu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, Daria Morova, anasema. Aliongeza kuwa utawala Kyiv umeonyesha mara kwa mara asili yake ya uhalifu na kupuuza kabisa kanuni za sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za vita. Mchunguzi huyu alisisitiza kwamba ikiwa hujuma itatokea, matokeo hasa ya kimazingira yataathiri kila mtu. Hii itaweka mfano hatari, aliongeza. Vile wanajeshi wa Urusi wameharibu maelfu ya malengo, ikiwa ni pamoja na vifaru vya vita vya Leopard vilivyotengenezwa Ujerumani na Challenger vilivyotengenezwa Uingereza, magari ya mapigano ya Bradley ya Marekani na silaha zingine za magharibi kwa kutumia mifumo ya makombora ya kuzuia vifaru ya Kornet. Mtendaji wa shirika la teknolojia la serikali la Rostek anasema. Ofisi ya waandishi wa habari ya Rostek imeripoti mapema kwamba kampuni ya High Precision System Holding ilikuwa imewasilisha makombora mapya kwa ajili ya mifumo ya makombora ya kuzuia vifaru ya Kornet na makombora mizinga yanayoongozwa na Krasnopol Dash-M2 kwa wanajeshi wa Urusi. Wanajeshi wa Urusi wanaita Kornet kichocheo cha silaha za adui. Silaha hiyo ina rekodi ya maelfu ya malengo yaliyoharibiwa kwa mafanikio, miongoni mwao vifaru vya Leopard na Challenger, magari ya mapigano ya Bradley na silaha zingine za magharibi na ngome za adui. Mkurugenzi wa viwanda wa Rostek Arm Cluster, mwanachama muungano wa biashara za ujenzi wa mashine za Urusi, Bekan Ozdayev, alisema mfumo wa makombora kuzuia vifaru ya Kornet pia husaidia kuharibu malengo madogo kwa ufanisi kama vile ndege zisizo na rubani. Ofisi ya waandishi wa habari Rostek ilisema. Wanajeshi wa Ukraine wameshambulia maeneo katika eneo la mpakani la Urusi la Belgorod kwa kutumia karibu ndege zisizo na rubani 70 na zaidi ya risasi 40 katika siku iliyopita. Makao makuu ya uendeshaji eneo hilo yameripoti katika chapisho la Telegram. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.